Mambo vipi, and welcome back to your favorite podcast, True Stories of International Students, kwa maana ya stories za kweli, simulizi za kweli kwa wanafunzi ambao wamesoma vyuo vya kimataifa ama nje ya nchi zao. Na leo niko na my very favorite girl, Egra. Karibu sana. Asante. Yeye amesoma India na amesoma engineering. Kabla tujaenda mbali sana, tuambie zaidi kuhusu wewe. Asante, nimefurahi kuwa hapa na nimefurahi kuwa na wewe. Kwa majina naitwa Egla Nywage. People wananiita Engineer Egla. People wanakuita ama unapenda kuitwa Engineer Egla? Sema ukweli. Wananiita hivyo. Wananiita hivyo, and of recent ikabidi nibadilishe hata kwenye my social media niongeze the engineer. Nimesoma engineering and nina interest kwenye mambo ya aerospace na mambo ya cyber security as well, na nafanya STEM advocacy for women in STEM education. Kwa hiyo kuna hii belief ya kwamba watu ambao mmesoma engineering ama science hampendi sana kujieleza ama kuzungumza sana. Ni kweli? Na kama ndivyo, ni culture yenu ama inakuja tu automatic once umesema sasa nasoma engineering ama nachukua course ya science? Okay, so I think kuna vitu viwili, kuna personality na profession. Haiba ile ya mtu, lakini pia na ujuzi wake wa kikazi. Masomo yetu sisi ya engineering hayana story nyingi, yani ni straightforward, 2 + 2 4 umemaliza. Lakini kuna watu wengine, mfano mimi, ukinikuta kwenye sehemu napotakiwa kujielezea, nitatumia my communication skills. Lakini ikiwa sehemu ambapo it's more work related au ni mazingira ya kikazi zaidi, pale ni kazi. Umemaliza basi. Unajua Egla, sisi tuliosoma arts, communication skills ni yani ndo somo la kila siku. Kwa ninyi ambao mnachukua masomo ya science, is it part of your courses? Ndiyo, ni part of soft skills subjects ambazo ni lazima ujifunze. Hata kama unafanya engineering, lazima uweze jinsi ya kucommunicate yale mahesabu ili ya make sense. Let's say ninachukua labda data fulani ya sensor fulani, mwisho wa siku natakiwa kuelezea kumbe namba hii inamaanisha tufanye hiki na kwa nini tunachukua yale maamuzi. Kwa hiyo communication ni skill ambao uwe arts, uwe business, uwe popote lazima uipate, na kwenye engineering studies huwa tunaisoma pia. Lakini wengi huwa mnakimbia. Mimi nakumbuka hata nilivyokuwa advance, watu wa PCB, sijui CBG, wakisikia mnaenda kusoma sijui civics, kwanza uwaoni, yani hawapo. Kwa nini wengi mnakuwa mnakimbia? Ni kwa sababu pia kama unavyosema nyinyi watu wa 2 + 1 3, ama namna gani? I think kwa sababu mara nyingi ukija kwenye fani zetu sisi za uhandisi au wana mahesabu, vitu vyao like inataka ufanye procedure fulani. Haitakiwi ujieleze, like hamna njia ya kutokea. Ukisema let's say blue plus green unapata yellow, basi blue plus green itakuwa yellow kila siku. Hauwezi ukatwist kama nyewe, labda mtu akifanya arts akafanya mauzo yakapungua, anaweza kuelezea kuandika statement kwamba labda tulipata hii inflation ndio maana mauzo yakapungua, yani maelezo yakasurface. Kwa hiyo I think nature ya masomo kwamba science inakuwa proven by facts and sio by explanation. Kwa hiyo hivyo. Ilikuwaje mpaka ukaenda kusoma India? Ilikuwa ni ndoto yako tangu ukiwa mtoto ama imetokea tu? Kuna zile ndoto ambazo ukiamka asubuhi umesahau uliota nini. Kwa hiyo naweza nikasema to me ilikuwa ni kama ndoto ambayo niliisahau. Nilivyokuwa mdogo ndio kuna baadhi ya vitu nilikuwa napenda, au the idea of just being outside the country. Lakini unavyozidi kukua unaanza kutafuta interest kwenye mambo mengine, mpaka nafika form 6. Nilikuwa sina shauku tena kwamba nataka kwenda nchi za nje. Lakini ilipofika sasa ule muda wa kutafuta ninachotaka kubobea, nikifika chuo fani gani nita specialize, nilikuwa ndo ile ndoto sasa ni kama unaikumbuka asubuhi kwamba nilikuwa kila siku napenda mambo ya ndege, wapi nitapata ujuzi huo. Alafu nikakutana na watu ambao
Nilicommunicate nao vizuri, wakaniambia okay, kuna mtu fulani, kuna agents fulani inaweza ikakusaidia kutafuta chuo nchi za nje ukasoma kitu unachokitaka. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa like njia yangu. Tukirudi kwenye masomo ya science. Nani alikuinfluence kwamba unaweza kufanya hivi? Kwa sababu kwenye jamii zetu na kwenye familia nyingi tu mtoto wa kike kuchukua masomo ya sayansi sio jambo la kawaida na wengi wanaona kama hawawezi. Mimi hapa babu yangu babu yangu yeye ni civil engineer, lakini kwenye mambo ya idara ya maji. Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa nikiongea naye, ile ukifunga shule ukienda likizo kumsalimia babu na bibi, ukipeleka report anakwambia unafaulu sana masomo ya science, safi, utakuwa engineer kama nilivyo mimi. Kwa hiyo idea ya kwamba hapa kuna kitu kinaitwa engineering kikaanza kuanzia hicho kipindi, and nilikuwa na balance. Mimi masomo yote nilikuwa nafanya vizuri, English na faulu, like surprisingly nadi cheti cha best student kwenye Kiswahili O level. Kwa hiyo hata lugha na kilichonifanya niwe vizuri kwenye somo hilo ni kwamba hizi fasihi hizi stories zote, like nilikuwa nikishika kitabu kimoja nasoma between the lines, and then ikifika kwenye mtihani I can deliver the best. Kwa hiyo nilikuwa nafaulu masomo yote. Tulipofika ile form 3 unachagua stream gani una specialize. Walimu walikuwa na ile tendency kama ya kunigombania, njoo huku business, njoo huku physics, njoo huku arts, because wakiangalia kwenye bookkeeping ndio mwanafunzi labda anayefanya vizuri, wakija huku kwenye physics na mwanafunzi anayefanya vizuri. Ilikuwa conflicting. I wish nisingekuwa na choice ya kuchagua one path, lakini ndio hivyo, our systems demand uchague njia moja. Kwa hiyo nikaangalia kitu kilichokuwa very close to my heart and the influence ambayo I was already getting from my family na support, nikachagua science kwa sababu vitu vingi nilivyokuwa navipenda vilikuwa vina align kwenye science path. Okay. Nchi ziko nyingi na ulikuwa na machaguo mengi, Egla. Kwa nini ulichagua kwenda India? Okay, so India wana sifa ya kuwa na serious education system. Alafu pia kuna diversity learning culture, kwamba ukienda India sio kwamba utakuwa uko peke yako. Kuna watu kutoka mataifa mengi pia duniani ambapo wanaoenda India kwa ajili ya education purpose. Kwa hiyo the idea tu ya kwamba unaona kwamba hawa watu wako vizuri kwenye masuala ya kielimu, alafu nikienda kule nitapata exposure ya kuwa na watu from different spaces ili ni motivate. Kwa hiyo nikachagua India, na kweli nilivyoenda the experience was exactly ile wanasema what you order versus what I got. So I got what I ordered. It was exactly what I ordered. Haikuwa kama kwenye ile wanasema umeagiza online. Yeah. Kwenye maisha sasa ya kawaida, najua unapokuwa umejipanga kweli, umefanya utafiti wako ukaona India ndo wanatoa elimu nzuri na vitu vingine, ulikuwa na mtazamo gani kwamba nikifika India nitakuta hiki na hiki, alafu ukakuta kule mambo tofauti? Okay, so kuna the idea ya vitu tunaona labda kwenye mitandao au kwenye movies. At that time tunasoma movies sana, hizi Bollywoods, and ukifika kule unakutana na uhalisia wa maisha. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo nilikuwa nahisi kama labda nikienda India nitakutana na Wahindi, nitawezaje kuongea nao, communication ilikuwa the first worry, kwamba I know their national language, wana lugha nyingi kule and English is not one. Kwa hiyo nikanasema itakuwaje, but unafika kule unakuta okay, kumbe Indians pia they are also trying to learn a language ambayo itakuwa common for everyone else. Unaangalia tena labda in Bollywood unaona all these big bungalows, lakini when you get there unakuta okay, they also have normal life, they have normal people. It's not just like the things you see in the movie, like you get to experience their real life. Unaona Wahindi wanavyoishi maisha yao, culture yao, kwamba kumbe ile umoja wao kukaa pamoja sio hapa tu kwa sababu wako nchi za watu, ila hata kule kwao they live in togetherness, they do their things together. So it was nice experience. What was your first cultural shock? The food. The food, obvious. And ilikuwaje chakula? It's too spicy and they actually put spicy in everything. There was a day tulienda kwenye hotel nika order juice, and
unaona the way ukioda mojito inakuja labda with pineapple slice or lemon. Yeah, so it came with the chili. Oh then my I was like, God. why are you spicing up my drink? I didn't ask for this. Yeah, Ulibadilisha ama ukajitahidi kufit in? Adaptation is one thing. Kwa hiyo nilijaribu kufit in. I didn't want to make it weird. Yeah. Baadhi ya watu wanapochagua nchi za kwenda wanaangalia labda umaarufu wa nchi, movies nyingi labda watu wanaangalia huko, unajua ile peer pressure na vitu vingine. Kwako wewe kipi unakipa kipaumbele kwenye kuchagua nchi ya kwenda, hususan kwenye masuala ya elimu? Ranking ya chuo, like position yake, nafasi yake kwenye academic performance, kwa sababu pamoja na kwamba ni elimu unayoipata nchi za nje, first goal yako haikuwa nchi, ilikuwa ni nini unaenda kufanya kule. Kwa hiyo for me ilikuwa ni elimu. Kwa hiyo nikaangalia kwenye masuala ya kielimu, hii nchi au hiki chuo kina nafasi gani kwenye hii course specific nayotaka kwenda kusoma, performance yao ikoje. Kwa hiyo facilities walizonazo, nitaweza kusoma kwa vitendo, like kama nitatoka at the comfort of my home, hapa tuna vyuo lakini je, kama nitaenda nchi za watu, ni nini kitakuwa extra kuliko ambacho labda naweza kukipata huku. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa preference yangu. Kama unakumbuka wakati unaenda chuo ambacho umesoma, nitapenda pia utuambie chuo gani. By that time rank zake zilikuwaje, especially kwenye kozi ambayo ulisoma? I can't really remember, lakini ni the best university kwa engineering studies kwa hiyo state. Na hiyo state ni Silicon Valley. Yeah, like ndo sehemu ambapo kuna tech companies zote, like you name it, Microsoft, sijui Tata, like all the good Google, all the companies zilikuwa pale. Kwa hiyo na hata za mambo ya aerospace related engineering, like Honeywell, Collins Aerospace, wote wana headquarters pale. Kwa hiyo nikaona okay, I'm going to a Silicon Valley. Kwa hiyo okay. Kwa mzazi ambaye anakusikia hivi sasa ama anakutazama, unaweza kumwambia kwamba kama anataka kumpeleka mtoto wake, India ni nchi ya aina gani? Sio tu kwa upande wa elimu, hata tu maisha ya kawaida. Okay, first point naweza nikasema India ni nchi ambayo it's affordable. Kwa sababu ukianza kuongelea the idea ya kwenda nje ya nchi kusoma, cost inakuwa concern kwa wazazi wengi sana. Kwa hiyo kama ni mzazi ambaye unataka mtoto wako apate elimu yenye standards, lakini at the cost ambayo haitakuumiza, pia I would recommend India. And pia India uhalisia wake ni kwamba hata cost of living is not too high. Ukicompare na some other countries, education could be good, lakini cost of living inakuwa too higher. Even the school fees inakuwa ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo India, maisha, gharama ya uendeshaji maisha ni nafuu au ni rahisi. Ada pia haziumizi sana, na uzuri vyuo vyao vimeprioritize kuweka ile diversity inclusion, kwamba wawe na international students wengi. Kwa hiyo kuna zile opportunities za kupunguza ada kwa wanafunzi ambao ni foreigners. Alafu kitu kingine naweza nikamwambia mzazi kwamba Indians don't play about education. Like tulikuwa tunaingia hivyo darasani asubuhi, unatoka jioni, sometimes saa 11, sometimes saa 2. Yani hamna ile kwamba leo sina chuo, and that was Monday to Friday and sometimes even Saturdays. Kwamba walimu wako dedicated kuwafundisha wanafunzi. Kwa hiyo yani wanafanya with passion, so much passion. Kwa hiyo garantia mtoto wako kusoma vizuri na kufundishwa vizuri ipo. Lakini kitu kingine, India ni sehemu ambapo kama nilivyosema ni multicultural country, kwamba utakutana na watu from all over the world wako pale. Kwa hiyo mtoto wako atapata exposure ya kukutana na watu from everywhere in the world. So for me, kwenye state niliyokuwa, tulikuwa na organization ya wanafunzi international students. And tulikuwa na representation ya nchi 67. So you can imagine in one state kuna everyone from every part of the world up to watu 67 nationalities. So you can imagine for yourself, it's a good exposure. Najua unakutana na rafiki zako ambao umesoma nao level advance na wakasoma chuo hapa Tanzania, wanakuambia
concerns zao kuhusiana na experience yao ya vyuoni, na wewe una experience yako. Kuna tofauti gani ya elimu ya vyuo especially kwenye deliverance kati ya India na Tanzania? According to experience niliyopata kutoka kwa marafiki zangu, and mimi pia I tried kuji-enroll kwenye our education system nione how things are. The biggest difference ambayo naweza kusema ni kwamba Wahindi wanaanza chuo wakiwa wadogo sana, like wanaanza elimu yao wakiwa wadogo. Kwa hiyo by the time we go to college, maybe kwa Tanzania average we are like how old? Ulianza chuo ukiwa like how old? Hapo niko 20. Uko 20. Karibia 20. Yeah. Nimemaliza form 6 na miaka 17 naelekea 18. Okay, then you started early, but to most of others unakuta mpaka mtu anaenda chuo they are 20, 21, sometimes even 22. Kwa hiyo you go there unakuta na Wahindi wanaanza chuo when they are 16, 15 sometimes up to 17. Kwa hiyo kuna ile maturity of freedom ambayo we have kutokana na the way of our life. Unakuta mtu labda nimekulia Tabata, nilikuwa naenda shule Posta, sijui naenda kwa shangazi wangu mwenyewe kumsalimia Gongo la Mboto. Kwa hiyo kuna ile movements ambazo nimeshaanza kufanya mwenyewe. Yeah, exactly. Wahindi hawana hiyo. Kuna watu chuo walikuwa wanaletwa kabisa na mwalimu like na mzazi anakabidhiwa kwa mwalimu, na kuna visitation chuo. Umeona visitation chuo? Like mzazi anafunga safari anakuja kumvisit mtoto wake. Wanaoletea na chakula kama tulivyokuwa tunafanya sekondari. Ndio. Yeah. Kwa hiyo unaona kuna ule utofauti. Sisi tumekulia kwenye yale mazingira ya freedom, kwa hiyo hata ukiingia darasani kuna ule uhuru fulani ambao mwanafunzi anakuwa nao, au kuna ile mwalimu atadeliver certain percent and then certain percentage mwanafunzi unatakiwa uende out of your will kutafuta. Lakini kule unakuta mwalimu anawatreat nyie wote like kama yeye ndo center of like center ya knowledge yenu. Kwa hiyo wako available all the time. Na hawana ile kwamba unanisumbua kwa nini usitafute. Like when you go to your teacher anaweza akakuequip. Kwa hiyo they were very supportive. Naweza nikasema the difference ni kwamba kule I could get more academic support and it was like available throughout. It didn't matter the time, it didn't matter. Na walimu wana ile interdepartmental unity. Kwamba naweza nikawa nasoma business lakini kuna some courses tunashare na watu labda wa engineering block, and nikienda labda kwa mwalimu wa psychology au mwalimu wa business studies anani host kama I belong to that department. Huku departments naona kama it's co-ed engineering, ni engineering iko yani imejitenga, lakini kule kuna that interdepartment. Hata course kulikuwa na course mimi naruhusiwa labda kuzisoma za mtu wa cyber security, na that's where actually my interest came from. Like au natakiwa kusoma course ya mtu wa data science, kwa I get to interact with wanafunzi wanaosoma data science, so there is that. Niambie kuhusu elimu kwa vitendo. Ni kilio kikubwa kwa Tanzania. Ukimuuliza mtu anasema hiki nilichosoma chuoni ndicho kuta kazini, vitu viwili tofauti. Kwako wewe imekuwa vipi baada ya kusoma India? Okay, so kuna ile practical understanding ambayo niliweza kuipata kwa sababu nilishaongelea mara ya kwanza kwamba tuna facilities. Labda wewe uwe mvivu utaki kuzi-explore, lakini kila kitu kilikuwepo, kuanzia labs, kuanzia sehemu kwa ajili ya ventures, mkitaka kuanzisha startup zenu nyewe kama wanafunzi as a team au even as an individual, kulikuwa na ile available support system. Kwa hiyo utofauti upo, and I think this is also a call to action kwa stakeholders wa elimu. We are making steps ahead, lakini there is always a room to improve na kufanya vizuri zaidi. Let's say for example, I didn't want to be technical, lakini kwa mfano kuna siku nilikuwa naongea na rafiki yangu anasoma computer engineering, then nikamwambia ninafanya assignment hapa, ilikuwa coding C++. Akasema kwa nini unafanya C++, wewe sio data science major au programming major? Nikamwambia I don't have to be a major, but huku ya practically learning. Akasema I wish, kwa sababu huku sisi unaandika code but ni kwenye karatasi, so that shows kwamba hata the computers for a student to practice on labda zimepungua au hazipo. Kwa hiyo one of the advantage also naweza nikasema studying abroad ni kwamba unaenda kwenye nchi ambazo tayari wameinvest a lot kwenye education sector.
Yeah. Wazazi wengi wana hofu kuwapeleka watoto wa kike mbali na upeo wa macho yao, kwa sababu watoto wa kike ndo vile daddy's girls. Yeah. Lakini mama naye pia ndo anaangalia, jamani ndo mtoto wangu. Kwanza kwako wewe, walipokea vipi uamuzi wako wa kwamba unakwenda kusoma nje ya Tanzania? Okay, so luckily wazazi wangu walikuwa supportive with the decision, kwa sababu walikuwa wananiona kama huyu anajua anachotaka kukifanya. Kwa hiyo concern zao zilikuwa zile basics ambazo every parent atakuwa worried about, kwamba hicho chuo is it recognized, kimesajiliwa, like ranking zake zikoje, those basics. Lakini naweza nikasema they were supportive, kwamba kuna hii notion ya kwamba anaenda nchi za watu labda atapata segregation, kuna mambo ya racism, ubaguzi. Lakini nakumbuka baba yangu ndo alinipa kama pep talk kwamba ubaguzi upo kichwani kwako. Ukienda kule na hiyo notion kwamba nitabaguliwa, basi chochote utakachofanywa hata kama kikiwa ni basic utakiona kama ni unabaguliwa. Na ilinisaidia mwisho wa siku nikaelewa kwamba hapa tu ni tunatofautiana, kwa hiyo hivi ndo nitakavyo adapt na hivi ndo nitakavyo accommodate culture yao. Kwa hiyo that was very good. Ila worry kubwa ilikuwa kwa mama. Unajua tena ya mama like anataka kujua kwamba je, utakuwa salama. Alafu kwa nchi kama India kulikuwa na those scandals na records za za nini? Kuna like kwenye crime list ya India rape iko high. Kwa hiyo mzazi lazima awe worried kwamba ukienda hakikisha unakaa hostel, hakikisha unafuata sheria. Walikuwa worried, lakini at the end of the day that was the best for my professional growth. Ikabidi wakubaliane. Ulikuwa ukijisikia salama ulivyokuwa kule? Yes. Vyuo vina protection system nzuri, yani security is top notch. I can tell you kwamba even mimi kutoka nje ya hostel lazima mzazi wangu respond to the email, atumiwe na system ya chuo kwamba mtoto wako ameomba ruhusa, anataka kwenda kufanya shopping. Kwa hiyo kulikuwa na security. I felt safe. Baadhi ya wazazi hawapeleki watoto wao kwenye vyuo vya kimataifa sio kwa sababu hawana hela, lakini kwa sababu wanahofia mabadiliko ya tabia, kupoteza tamaduni zetu za Kitanzania ambazo wamewafundisha watoto wao na vitu kama hivyo. Kwa uzoefu wako wewe, swala hili limekaaje kwa upande wako na kwa wanafunzi ambao umewashuhudia kule, ambao wengi mlikuwa mnatoka labda sio tu Tanzania na mataifa mengine? Waliokuwa wanabadilika tabia ni kwa sababu wameamua kubadilika ama ni kwa sababu ya influence ya nchi ambayo wameenda? I think both, kwamba mtu jinsi ulivyolelewa, malezi, and pia pressure the surrounding inaweza ikakupush ufanye vitu ambavyo labda unaona okay, now niko mbali na nyumbani, sasa nina uhuru nyumbani, nilikuwa siruhusiwi kufanya hiki, ngoja nifanye hiki kwa sababu wazazi wangu wanioni, hakuna mtu atakayeniona, anayenijua, atakayenireport nyumbani. Kwa hiyo kuna watu ambao walijisahau wakatoka nje ya system, lakini haikuwa kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu unapopelekwa chuo ni kama umekabidhiwa kuwa property yao au mali yao. Kwa hiyo kuna zile peer support systems ambazo zilikuwepo. Kwa chuo changu mimi kulikuwa na hata any kind of support, hata mental health support. Unahitaji msaada wote, hata career choices. Umefika kule uko unahisi unataka usome udaktari, then suddenly ukahisi unataka kuwa mfanyabiashara. Kulikuwa na hizo support za guidance. Kwa hiyo guardians walikuwepo ambao ni kama second parents. Kwa hiyo sidhani kama mzazi yote ambaye ana uwezo wa kumsomesha mtoto wake nje anatakiwa ku hold back kwamba atabadilika. No, they have support systems, they have career guidance systems, wana mentorship, and yani everything is just like in moderation. Lakini kuna kitu kwenye Biblia wanasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo malezi yanaanzia mbali, hatubadiliki tu tukifika chuo. Kuna vitu tumeona tunavyokuwa, kwa hiyo hata ukienda mbali unachagua njia gani unataka kufuata. You said it so well earlier kwamba maisha ya India ni affordable, gharama nafuu. Ningependa kusikia kwa mfano kwa mwezi mmoja mwanafunzi anahitaji pesa kiasi gani za Kitanzania ili tu sio aishi kwa luxury, lakini walau maisha ya to survive? If I'm being realistic,
mwanafunzi kama rent is paid, yani sehemu ya kukaa nayo, ada imelipwa, atahitaji gharama za chakula na nauli na academics, labda kuprint, sijui kutoa copy, of which kule pia ni gharama nafuu. Unaweza kwa print kwa ₹1. ₹1 ni kama shilingi 3. Shilingi 3 ya Tanzania hatuna sasa hivi, hatutumii. Kwa hiyo naweza nikasema maybe the average wastani kwa mwezi, chakula na vitu vingine, mahitaji ya nauli, naweza nikasema in dollars labda $200-300 you can survive there. 5-6 fulani. 500 ya mwezi mtu anaweza akasurvive. Inategemea sasa hivi kwa sababu gharama za maisha juu. Kipindi sisi tunaenda first year hata 300 mtu alikuwa anaweza kusurvive back then. Ila kwa sasa hivi back then mtu alikuwa ana survive hata kwa 300. Ila sasa hivi gharama kidogo zimepanda. Kwa hiyo hapo kwa mzazi ambaye anataka kupeleka mtoto India kwa mfano, ajiandae vipi katika kulipia gharama za mtoto wake, ama azingatie vitu gani? So mara ya kwanza ndo kunakuwa na gharama nyingi ambazo ukisha clear hautohitaji kulipa tena. Let's say mzazi anatakiwa kujiandaa na documentations za mtoto like a passport, na sasa hivi ni rahisi, kuna agencies wanatoa hizo support. Kwa hiyo hakisha mtoto anzie document ambazo zitamsaidia kusafiri na document zake za kuonyesha credentials zake za kielimu. Kwa hiyo vyeti vyake vyote viwe aligned, passport iwe hivyo aligned, atainka labda ticket cost kwa ajili ya kwenda. Lakini mtoto akifika kule, accommodation mwanzoni kuna zile sijui security deposit. Kwa mara ya kwanza mzazi anaweza kusema mbona analipa kama milioni nyingi kwenye accommodation, lakini after you pay that first installment baadaye inakuwa tu inapungua. Kwa hiyo mzazi ajiandae hizo cost za mtoto wake kusettle in kwanza, kuadapt, and then registration costs zinakuwa mara nyingi handled. Ila kwa sababu international students wanatakiwa pay attention kwamba kuna ile duration, labda umefika nchi ya watu after 1 day au after 10 days au 14 days inatakiwa upate residence permit, inategemea na kwa India ni 14 days. Kwa hiyo na ukichelewa unapata penalty na inaweza ika-affect hata visa permission zako. Kwa hiyo advice kama mzazi yote anayetaka kumpeleka mtoto nje, kwanza muangalie policy za hiyo nchi kwamba ukifika on a student visa requirements zako ni zipi, na wa insist watoto wao kufuatilia. Mfano ya 14 days unaweza ukapigwa penalty. Okay. Ni gharama gani ambazo ulikuwa hujajiandaa nazo na ulipofika pale ukakuta mbona hiki sikukijua? Okay, sasa based on our time mimi ni kama nilikuwa shocked twice. Kwanza nilikuwa sijui hiyo idea ya security deposit. Na kwa baadhi ya states unakuta security deposit inaweza ikawa ni hela nyingi kuliko uliotegemea. Kuna ile I think kwa Tanzania mfano unaenda kupanga sehemu hela ya dalali, alafu kuna ile unaweka kama ukitoka waangalie kama umeharibu chochote, na kama hujaribu unarudishiwa ile hela yako. Itarudi, lakini na sasa kuitoa muda huo inarudi ukiwa unatoka. Kwa hiyo kuitoa ile mwanzoni, kumbuka hapo mwanzoni kuna vitu vingi sijui passport, nauli, sijui shopping za kwenda huko. That one iliniumiza. Ulienda vipi? Tulienda, agent wetu at that time alikuwa supportive, kwa hiyo alisaidia kuelewesha wazazi, lakini agency pia ili take part. Lakini the second cost ambayo ilinishock nilikuwa ni kile kipindi cha COVID, ndo nilikuwa naenda chuo. Kwa hiyo huku umefanya your COVID test and then ina expire after 72 hours. Kwa hiyo ile the moment na land airport kulikuwa na delay, ile 72 hours ikawa kama imeisha. Alafu ndo una pocket money chako, alafu ndo hicho unakichungulia. Alafu ukiwa international students unaonekana ukiwa foreigner like cost ya nationals ni tofauti kupima hiyo COVID, na for foreigner it was a bit expensive. Kwa hiyo I was like am I going to spend hela yangu yote? Lakini kwa hiyo Let's talk about gender. Bado masomo haya ya science, engineering yanaonekana kama ni jambo la wanaume. Kwako wewe personally,
Did you feel that pressure either darasani ama kwenye practice? Yeah, ni kama ilikuwepo visible kwamba you are alone au you're less here. Kwanza tukianza the entire journey mpaka hata kuchagua kwenda stream ya PCM, tulikuwa wachache darasani kwetu ukicompare na all other classes. Tulikuwa about 25. Lakini kwenye madarasa mengine unakuta kuna wanafunzi up to 80 hadi they have to divide them in two. Kwa hiyo nilikuwa nimesema mwanzoni kwenye introduction kwamba nina advocate pia inclusion ya girls kwenye STEM kwa sababu since then nimekuwa nikiona kwamba why are we less? Kwa nini hatupo wengi compared to watu wengine? So na hiyo ilikuwa ni shule ya girls tupo. Kwa hiyo out of shule labda watoto 500 au 400 unakuta mnaofanya masomo hayo ya core science mpo wachache sana. Na kilichotokea kingine nilivyoenda chuo to my surprise international students kwenye hicho chuo tulikuwa batch yangu nilikuwa batch ya pili. Kwa hiyo haikuwa na international students wengi at that time, lakini wengine wote wanawake niliowakuta more than 6 or 10 walikuwa wako kwenye School of Business, School of Management. So I was the only one kwenye School of Engineering. Na tulikuwa na tags like ID yako inakuwa na rangi ya like departments zako unazosoma. Kwa hiyo management they had orange nakumbuka. Sisi engineering tulikuwa na green na blue. Kwa hiyo hata kama nimevaa blue tag bado nikifika sehemu mtu ataniuliza unasoma MBA au BBA? I'm like nasoma Bachelor of Engineering, like niko School of Technology. Wanasema uko School of Technology in Africa. Wananiuliza sasa in Africa wasichana mnasoma engineering, kwa sababu walikuwa hawajawahi kuona mwanafunzi yote wa kike yuko kwenye that building. Kwa hiyo wanaona labda niko pale by chance au niko pale kwa zile interdepartmental subjects. Kwa hiyo it was difficult being alone most of the times, lakini kwenye the system I was into, India wasichana wanasoma science tena wengi sana. Kwa hiyo kunyongonyeza comment kama hizo. Yeah, muda mwingine unaona kama ni nini, lakini unajua kabisa okay, this ni the result of where I come from. Tayari nishazoea kuwa wachache na ndio maana nikaanza kuwaza okay, sasa how can we make a difference? Jinsi gani tuta include more girls kwenye science, technology, engineering and math. Ila hata walimu walikuwa wananiuliza like mbona uko peke yako, kwa sababu in my class we had other boys like 5 ambao ni wa Afrika, lakini mimi peke yangu bado ni msichana. Kwa hiyo wananiuliza vipi in Tanzania wasichana wanasoma science? Naambia ndio. In Africa wasichana mnasoma science? Ndio, but ndio hivyo like there is that gap ambayo kuna kazi ya kufanyika. Iliwaifika point ukasema sasa najuta jamani kuchagua hii course just because of the comments kama hizo. Uko unasoma wewe na nini? Wanasema ukitumwa sehemu unakuwa kama ni mwakilishi wa sehemu ulipotokea. Representation matters. Kwa hiyo what I was trying to do ni kwamba okay, labda hamjaona mtu kama mimi, lakini niko hapa kwa ajili ya ku represent wengine kama mimi ambao watakuja. Na mwisho wa siku niligraduate like kulikuwa na awards nyingi ambazo niliweza kusecure, lakini pia as best student. Kwa hiyo what I was doing there is to say kuna njia ambayo haikuwepo nimeitengeneza na naiacha wazi, wengine kama mimi watakao kuja mtawapokea, kwamba absence yetu haionyeshi incapability, kwamba kwa sababu hatupo haimaanishi hatuwezi. Kwamba nimekuja msichana wa kwanza kutoka Afrika kusoma engineering kwenye chuo chenu, wengine pia wataendelea kuja. That's the power of storytelling. Ndio maana tunasema true stories of international students. Kuna wasichana wengi tu wana uwezo mkubwa, wana akili na wangeweza kuchukua kozi kama yako ama inayofanana na yako. Lakini ndio hivyo wanakutana na comments kama hiyo kozi ngumu, sio kozi ya wasichana na nyingine zinazofanana na hizo. What do you have to tell them? Okay. Ningependa kuambia kwamba haujakosea.
upo kwenye njia sahihi. I get that a lot mpaka sasa hivi hata at work kazi ninayofanya inatumia nguvu, like you know, being an aircraft engineer and most of the time tuko surrounded na wanaume, na as I said mimi napenda kufanya pia digital advocacy. Kwa sometimes I want to share part of the things that I do ili niweze kuminspire labda a young lady who is watching, msichana ambaye yuko sasa hivi ana struggle between kwenda PCM or not. Sasa when I'm doing that, kuna watu wengine wananiambia unajua utafaa kufanya marketing, utafanya vizuri as a marketing director, au unajua wewe ni content creator. Then what I tell them ni kwamba this is my passion and this is my profession and you don't have to tell me to choose kitu kimoja kati ya hizi mbili. Nina uwezo wa kuwa vyote. Kwa hiyo kama unatuangalia sasa hivi ya mtu yeyote asikwambie kwamba oh you're too beautiful, kawe model. Kuna this lady alienda space and alikuwa anaitwa Aisha Boye, ni Black American. Alikuwa anaambiwa aende kusoma cosmetology, mambo ya urembo. But ni engineer, kafanya kazi na NASA, ana startups ana tech companies zake 2. Kwa hiyo it's women like those ambao tunaangalia kwamba okay, being beautiful doesn't mean the only career option ni urimwende peke yake. Unaweza kuwa Miss Tanzania lakini engineer pia ya Tanzania. It's possible. I love that. Yeah. Wengine changamoto yao kubwa tu ni hofu. Unadhani hofu huwa inatoka wapi? Stereotypes na maneno kwamba engineering ngumu. Mimi nimekaa hapa na wewe naweza nikiwa na marafiki zangu, na rafiki yangu mmoja ni auditor, namwambia unawezaje, lakini rafiki yangu mwingine ni marketer, namwambia unawezaje, mwingine psychologist, mwingine daktari. Na wenyewe wananiuliza pia unawezaje. Kwa hiyo mimi naweza kumshauri mtu kwamba kitu chochote ambacho unatamani kukifanya, jaribu kukifanya. Usikatishwe tamaa na yale maneno ya kwamba hiki kitu ni kigumu. Wewe utajiweje kama ni kigumu kama hujakipitia? Kwa hiyo ninachoweza kushauri kwamba usikatishwe tamaa na maneno au ile ideology ya kwamba engineering ni ngumu. Hapana. Jaribu na inawezekana. It's not that hard actually. Let's talk about school na maisha ya kawaida, because sio kwamba ndio uwe serious vile hata kama unasoma engineering, you know. Ulikuwa ukibalance vipi the two? Mimi ni social butterfly. Na one of the sports nilioweza kupata, tulikuwa na department inaitwa Directorate of Student Life, maisha tu ya wanafunzi, kwamba hata kama mnasoma mkiwa na stress, kuwe na events, kuwe na hizi concerts, kuwe na fashion shows, kuwe na clubs, hizi clubs za shule. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya kazi na hiyo department. Ulikuwa unaweza ukanikuta nipo kwenye club ya fashion leo, kesho niko kwenye club ya mambo ya uongozi, kesho nipo kwenye club ya robotics, kesho kutwa coding competitions. Kwa hiyo nilikuwa dynamic, like nipo kote kote. Na balance ilinisaidia sana kwamba shule haikuwa ngumu hivyo, kwa sababu utakiwa kuwa yani eti unasema mimi tu jamani hapa ni hesabu no. Maisha, kuna maisha mengi ambao sasa hivi yamekuwa rahisi kwangu. Kulikuwa na watu ambao nimeweza ku-connect nao kupitia hizo events za social, ambao sasa hivi ndo my colleagues. Tunapeana madili kwamba kuna hiki na hiki, kwamba communicate na watu vizuri, ishi na watu vizuri. Na hiyo interdisciplinary nature iliweza kunijenga pia jinsi gani nita interact na watu, au jinsi gani nita survive kuna maisha after school. Mimi sasa hivi nikija hapa, ni rafiki yangu ule ambaye alikuwa hayuko too much into math, lakini ndo anaweza kaambia Kariakoo kuna chimbo fulani kitu cha 10,000 Sinza utakipata kwa 2,000. Kwa hiyo hivyo unatakiwa kuadapt kwenye hizo dynamics. And I advise kama uko chuo sasa hivi, usiwe tu eti Bennett na watu ambao uko nao department moja, sijui classmates. No, be with people from all the angles of life, because kuna life outside school. Moment gani ngumu ulipitia ukiwa chuo ambayo we have never seen it on your socials? We don't post that. To post kwenye social. There, you know, niko hapa, I'm having coffee, let's go for lunch. Lakini kumbe nyuma ya pazia there's a lot going on. So honestly, kuwa mbali na nyumbani,
mwaka wa kwanza nilikuwa na video call na my parents au my siblings every day, lakini kuna muda unafika huko busy, una lab assignments, afu kuna ile time difference, labda huko ao masaa yalikuwa nyuma kidogo, kule ishakuwa usiku. Kwa hiyo niko busy mpaka muda ambao naweza nikawa nimesettle, it's already too late. Kwa hiyo au wenyewe wakija kusettle kule kwangu, it's already too late. Kwa hiyo with time zile frequency check-in zikaanza kupungua. Kwa hiyo it started getting lonely, kwa sababu uwezi ukaenda tu nchi ya watu pap umezoea, hata kama you are a social butterfly. Mimi it took me time. I think towards the end of my second year ndo nikaanza kuzoea sasa na kuadapt, lakini that first year felt a little bit lonely. So there was a day nilikuwa I needed to talk to someone, nikampigia my dad, hakuwa online. Mama yangu hayupo online, dada yangu hayupo online. Kwa hiyo it felt lonely, and some of my friends pia hawakuwa online. At that time ndo unasema okay, kumbe kuna advantage ambayo ningekuwa nchini kwangu nisingeteseka. Uzuri kulikuwa na rafiki yangu alikuwa online, nikamwambia mpigie mama kwa normal call, mwambie I want to talk. Ndo then mama yangu aka switch on the data, then nikaweza kuongea naye. Ila sasa imagine ni some decision ambayo you have to make it urgently. Alafu you need help from home, and then someone from home hayuko connected. So I think hii pia iwe call to action. Tukiweka internet access, maybe parents will be online throughout. Yeah, kwa hiyo that loneliness and the adaptation to the food, the culture and the system, the academic system, kwa sababu there was a time kulikuwa na hiyo semester, it was very difficult. Unaenda darasani saa 2, unaingia lab saa 11 jioni, unatoka saa 2 usiku. That was like unapata ile academic stress, and then unakuwa unaona kama I need to breathe. Kwa hiyo that also happened. Ulivukaje hiyo stage ya emotional pressure, disconnection, loneliness, homesick? I know it's really hard. How did you manage? I made friends. Like kulikuwa na some Africans, so I got a friend from Uganda. She was like a sister, and then hizo community ambazo tulikuwa tuna build. So nilipofika pale nikasema okay, international students labda tuna concern, lakini tunazipresent vipi kama hamna a formal structure? So tukaunda international students community kwenye chuo chetu, ikawa influence na watu wengine kwenye ile state kuunda za kwao, alafu tuka build one largest umbrella for all international students kwenye state hiyo. So that was our way of adapting. Tulikuwa tuna hizo events zetu where we do our cultural food, our cultural attires. Kwa hiyo it felt like home. So we built our home away from home. Na tuliwa involve hata the Indians who were there, wakawa part of our cultural celebrations. Kwa hiyo, yeah, that's how we got through. Zile uni dramas there. I would love to hear at least one or two drama ambayo uliwahi kuiona ama you were involved kwenye maisha yako ya chuo. Kwa sababu kibongo tuna zetu, labda huko za kimataifa zina utofauti. Utofauti sio mkubwa. Like kwa international students, Africans are just Africans. Lakini labda okay, parents, if you're watching, disclaimer. Kuna this maybe phase unakuta students get into romantic relationships. Alafu kuna kuwa na ile internationality, maybe dating. Kwa hiyo obvious, if I'm a Tanzanian, maybe you expect me to have a Tanzanian boyfriend. Lakini kuna some other choices also. Kwa hiyo unakuta you are involved maybe with someone from Western countries, or from other parts of East Africa, or from the southern parts of Africa, or the Indians if possible. And then kuna ile pressure from your fellows kwamba hey, kwa hiyo she didn't decide kuwa na mtu wa nationality yetu. Kwa hiyo hizo drama zinakuepo kwamba unaona tu, lakini ni part ya ujana, so unajua tena. Taifa gani ilikuwa linaogopa sana kwenye mahusiano? Nigeria. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na ile notion kwamba okay, Nigerian man is capable of getting any girl. Kwa hiyo hide your girls from Nigerians. Na kuna ile notion kwamba jamani, scammers wengi wanatoka Nigeria. Yeah. So safety. Kwa watu walikuwa wanaogopa una pre-warning unayopata. Like utaogopa ndio, lakini unakuta hata ukifika kama fresher first year, your seniors atakwambia
do your best but stay away from those people. Na wewe mama alikuwa akikwambia hivyo? Yeah, me before I left actually nilienda with my high school friend. So mama yake amesoma UK and ana hiyo experience, kwa hiyo alitukalisha chini. Kwanza alimuita hadi the agent aliyekuwa anatupeleka, akamwambia mimi nimesoma nje, nimesoma UK and I know they are Nigerian men. How sure are you kwamba my kids are going to be safe? Kwa hiyo yeah, we got the warning. Ulipofika ukao unazingatia? Hiyo we talk off the camera. Okay, bila shaka ulivyoenda India umepata exposure kubwa nzuri. Imekuwa imekusaidia kwa kiwango gani kufungua milango mingine mingi kwenye career yako, na unatumia vipi elimu ambayo umepata kulinufaisha taifa lako? I'm happy by the way that umerudi nyumbani. Yeah. So actually mimi naweza nikasema the largest percent ya my growth happened nilivyokuwa away from home, nilivyokuwa India. Even notion ya kuwa independent, kufanya like informed decisions, kuamua, kuchagua na kujiweka salama, ilitokea wakati nipo huko, kwa sababu I went pia sikuwa mkubwa sana, I was too young. Na advantage niliyopata ni kwamba being exposed that early kwenye kwa watu wenye like culture au identity mbalimbali, lakini pia kwa nchi ambayo inatumia systems thinking na ina technologies nyingi na ina system tofauti na huku nyumbani kwetu, ilinipa a different test ya kwamba kumbe kwenye maisha unaweza ukachagua 1, 2, 3 au unaweza ukachagua 4, 5, 6, kwamba ilinisaidia mimi kujiona kwamba okay, kumbe life is full of all these numerous opportunities. Fursa zipo nyingi na naweza nika intersect namna hii au nikajiintegrate kwa namna hii. Na kitu ambacho naweza nikasema kwamba nina appreciate sana about kusoma nchi za nje ni kwamba nimeweza kujifunza vitu ambavyo sikuona vikifanyika nchini kwangu, alafu nikasema hiki ndicho ninachotaka kwenda kukifanya nikirudi nyumbani. Kwa hiyo kama kitu gani? Cha kwanza ni ile integration ya projects za kufanya pamoja na walimu. Like kujifunza pamoja na walimu kwamba okay, kuwe na ile friendly culture kwamba mwalimu anaweza kuwa your peer, especially kama mwalimu ana interest. Sasa hivi tuna hizi new technologies, AI, tuna mambo ya blockchain technology, so we have professors ambao wako very much experienced. Kwa nilivyokuwa nikija zile likizo nilikuwa na attend hizi forums zilizokuwa zinakuwa organized by COSTECH, and nikakutana na some professors from UDOM ambao wanajua kuna hiyo technology, lakini wanafunzi wao labda bado hawajawa exposed to it. Kwa hiyo me going to sit with them na kuambia kwamba I am a student and chuoni kwangu kuna project 1, 2, 3 nafanya na profesa wangu, so maybe you can go do it with your students. Now they took it positively. Sasa hivi naona wanafunzi ambao wana collaborate nao kwenye hizo projects. Kwa hiyo naona kwamba it was something worthy learning. Kuna institutions ambazo tayari zilikuwa zinafanya hivyo, lakini coming to tell them kwamba this is also how tunajifunza kule, inawamotivate wao kuendelea kufanya zaidi. Na huwa na organize some workshops to share the experience or the knowledge that I got from there. Sometimes I moderate, sometimes I go as a speaker, lakini it's all to share the learning experience that I got there. That's really cool. Yeah. Let's say assume una mdogo wa kike sasa hivi amaliza kidato cha 6, amechukua mchepuo wake mzuri kabisa wa PCM, ungemshauri akasome kozi gani kati ya 3 mpaka 5? Okay, ziko nyingi. Lakini nisiongee tu kama mimi naongea kutokana na what I love, lakini ukiangalia hata Global Trends kwenye World Economic Forum imerelease list ya careers of the future, kwamba ambazo zitakuwa sustainable. Ukijifunza sasa hivi huna haja ya kuworry kwamba nitakuwa replaced na AI, sijui nitakuwa replaced by robots or machines. Kuna science is very broad. Kwa hiyo kwenye engineering naweza nikasema unaweza ukafanya, tayari nishataja some blockchain technology iko vizuri. Unaweza ukasoma artificial intelligence, ukasoma data science, computer science, and
aerospace engineering of course and pia all the like technology related. Hata kama uko kwenye medical space kuna biomedical engineering, kuna mambo ya optometry, kuna mambo ya cardiovascular technology, so technology associated courses. Baadhi ya watu wanaamini kwamba wanawake waliosoma engineering ni ngumu sana kuajiriwa. Is it a myth or is it true? I would say it's a myth because ajira is about your competency and your uwezo wako wa kudeliver kutokana na ile job description wanachokihitaji. Kwa hiyo mimi sio muamini kwamba I'm a woman basi nipewe seat at the table. Seat itokane na uwezo wako wa kudeliver. Kwa hiyo it's not true. Unaweza ukapata ajira kwenye science field as a woman as well. Onyesha tu you're determined na una uwezo, you're competent, sio kwamba wewe gender ndo ikubebe. So yeah. Other men baadhi wanaamini pia kwamba jamani, hata kama nimempenda msichana aliyesoma science tech, it's really hard to get them. Ni kweli? Yeah. Poleni but yes. And why is that? Kwa sababu like you find a tech woman in tech spaces. Kwa hiyo unless you're in tech space, afu na unakuta tayari ukiwa kule kwenye tech space unaona the kind of pressure we go through. Let's say for example, the other day tulikuwa na maongezi pale kazini, tuna fix hapo engine, tumeshusha engine ya ndege, kazi ngumu kweli. Sasa kuna huyo kijana akasema, unajua nyie hapa tunafanya kazi kama wote tu ni mabro, ni ngumu sisi kuwaona hata like kama you are attractive kiivo. Lakini pia muda wetu mwingi tuna spend huku, kwa hiyo ni ngumu kupata wanawake wa nje, lakini hata nyie huku yani ni kama mmetukazia. Kwa hiyo ni the same experience even kwetu sisi. Tuko tech space, tuko pamoja, lakini watu hapo wanaokutana huko, lakini sasa mara nyingi it's rare. It's rare. Let's say, what's your wish kwamba like upate boyfriend ama mwanaume ambaye you are both in the same field, ama ni bora iwe tofauti? I think for me to better be tuwe tofauti kwa sababu sasa we are all going through the same stress. Yani at least unafahamu hata ukisema bwana leo engine ya ndege imeanguka anakuwa anaelewa. No, if you get someone ambaye journalist like anakuambia mimi nimerudi studio toka saa 11, mwanamke hajarudi ndani mpaka saa 6. Unaniambia engine ilikuwa inasumbua. Amna, ukipata mtu ambaye ni understanding and matured enough, anakupenda kweli, anakuwa muelewa kwamba okay, this is what my woman goes through. It doesn't matter the field. Hata mkiwa wote field moja, it's not bad, lakini for me my preference would be yeah, but I'm not saying no to the ones. Unasema inshallah. Yeah, inshallah, whatever God chooses. Okay. Yeah. Unadhani tuko tayari kiasi gani wa Tanzania kwa experience yako kuendelea kupokea wanawake wengi zaidi na kuembrace wale waliopo kwenye STEM? Naona kama the door is open but not wide open. Kwamba tumefungua mlango but bado imebana, yani it's narrow. Kwamba mimi after so many years ndo nimekuja kujua kumbe we have these pilots ni wanawake, kumbe kuna engineer fulani ni mwanamke, lakini sijawahi kumuona hata akiwa kwenye hizi broadcast like kwamba amewekwa at the forefront of each and everything. Good enough tumepata representation nzuri labda kwenye leadership spaces na some other spaces, lakini it's not ideal mpaka mtu uingie sehemu mkute ndo unasema kumbe upo hapa dadangu umetangulia. Kwa hiyo naona kama tuongeze kufungua nafasi, kuongeza hizo chances za wanawake kwenda kwenye hizo njia za mambo ya engineering, science, technology, alafu tuwaonyeshe kama mazingira yetu ya kazi yaonyeshe kwamba okay, hapa wote tunaweza kusurvive, be it a woman, be it a man. Umewahi kwenda labda let's say washroom, alafu kakuta it's just for a man, lakini kuna wanawake kwenye hiyo area. So what do we do when we go to those washrooms ambazo they are just built for men? Tunashangaa. Yeah, tunashangaa. Kwa hiyo ndo kama hicho kinachotokea sasa hivi, bado workspaces zetu zimekuwa wanawake hawapo hivyo sana, kwa hiyo tuliopo tunashangaa.
Lakini mnatengeneza njia kwa wengine. Tunatengeneza njia. Nani unamtazama kama kioo kwenye swala zima la uhandisi? Bado unashangaa? Bado nashangaa, lakini tuna maengineer hapa Tanzania, and we have this woman anaitwa Edith. Yeye ni mhandisi wa ndege na ameweza hata ili kuongeza more inclusion, ana kama akademi yake ya mambo ya aviation. Kwa hiyo shout out to her. Lakini pia kwenye aviation in general kuna director wa legal affairs wa Tanzania Civil Aviation Authority, Director Maria, na yeye she's doing an amazing job, ana create an umbrella for Tanzania women in aviation. Kwa hiyo when I look up to her kwamba she's actually not a tech person, lakini kwenye women in aviation ametu include hata sisi women ambao tuko kwenye the tech aviation side. Angeweza kuanzisha labda a framework ya Tanzanian women in legal, like aviation law, labda just legal related, lakini yeye ka open the doors. Uwe ni a woman kwenye aviation journalism, amekuinclude. Uwe kwenye aviation engineering upo, uwe kwenye aviation safety upo, uwe kwenye aviation law upo. So Madam Maria Makala and Engineer Edith. Nice. Tunavyoelekea kumaliza, let's talk a bit about faith. India ni nchi yenye dini nyingi as well. Kwako wewe experience ilikuwaje kwenye swala zima la kiimani? Okay, so kuna mtu aliniambia learn how to, I don't know kama ni quote, kwamba learn how to appreciate the difference. And from there perspective yangu ilibadilika, kwamba mara ya kwanza nilikuwa una ile mentality ya kuwa judgmental, kwamba we don't do this at home, tunaenda kanisani, we believe in God, au tunaenda msikitini hivyo. Lakini unafika kwenye nchi ya watu, kuna makanisa but ni machache, na wenyewe wana religion system yao, kuna dini zao hizo kama sijui Buddhism, kuna Hinduism. Kwa hiyo mwisho wa siku nikaanza kuuliza maswali, mimi I'm curious. Kwa hiyo nikawa nauliza hata mawardens wangu, hii ikoje? Siku nyingine njoo nikuwekea hapa bindi. I'm like okay, na unakuwa Indian woman, nataka kujua how are your belief systems. Na uzuri kwenye masomo yetu tulikuwa na masomo ya Indian culture, Indian constitution. Kwa hiyo unaona okay, kumbe this is their way of life. Kwa hiyo from there unaelewa tu kwamba okay, this is what they believe in and this is what I believe in. Kwa hiyo you learn not to judge but to just appreciate kwamba okay, this is their faith. And it was difficult also for me kupata even the church. I got one nearby, lakini walikuwa hawaongei English, ilikuwa like wanaongea Kihindi. So after so many days or years ndo nikaja kupata like one ambayo it was far away also. Kwa hiyo so kwa kipindi ambacho hiyo miezi ambayo hujapata sehemu ya worship, uko unasali tu mwenyewe ndani? In the beginning yes. Then after some time nikawa nafanya services za online. And then wakaja, when the new batch kept coming, like freshers walivyokuwa wanakuja watu ambao we share the same faith, like from the same institutions. Kwa hiyo tukawa tuna organize hizi little masses, kusali wenyewe, and after some time we go to that father church. Okay. Egra, thank you so much for joining us today. Sante. Binafsi nimeenjoy, naamini msichana ambaye atasikiza this episode atakuwa inspired very much na your story, lakini na tips ambazo umetoa. Kama utapata maswali mengine, tutakualika tena. Nitakuja na tena. Tunaomba usitukatae. Sawa. Thank you so much. Jamani, asante sana kwa kutazama na kusikiza. This is True Stories of International Students podcast. Tukutane kwenye episode nyingine. Mimi ni Iman Henrik. Kwaheri kwa sasa.